Taarifa za tukio hili zilipatikana tangu jana na ubalozi ukatuma mwakilishi ambaye ndio yuko kulia kwangu, lakini tangu jana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliniwakilisha kwa kuendelea kufanya maandalizi ya kwenda kuwatafuta ndugu zetu na kuwapata. Kwa hiyo na mimi niungane naye kuwashukuru sana sana Wananyasa, na shukurani zangu ni kwa sababu tangu taarifa za tukio hili zimetolewa, mmekuwa bega kwa bega kuhakikisha ndugu zetu hao wanapatikana, na kikubwa zaidi kwa kujitolea kwenu. Nimefika asubuhi hii, nimekuwa taarifa za matayarisho na namna ambavyo wananchi mmejitolea kwa hali na mali, na ambao walichanga fedha zao kwa ajili ya kuweka mafuta, na ambao wametoa fedha zao kwa ajili ya kukodi vyombo vingine, lakini kuna waliotoa fedha zao kwa ajili ya vyakula na vinywaji kwa wale wanaoenda kule. Haya ni mapenzi makubwa mlioyaonyesha kwa ndugu zetu, lakini kwa wageni hawa. Kama kiongozi wa serikali, nichukue fursa hii kuwapongeza, kuwashukuru, lakini kubwa zaidi kuwaomba kwamba umoja huu na ushirikiano huu uendelee kudumu mara zote. Wakati tunaendelea kuwasubiri, kuna gari hapa ilipita ikiwa inapiga ngoma. Nikauliza, kwenye tukio kama hili ngoma zinakuja za nini? Watu wakaniambia wamezoea kupokea taarifa za vifo zaidi kuliko za kuwapata watu wakiwa hai. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha shukurani zao kwa namna ya wao walivyojipanga. Kwa hiyo na mimi niwashukuru kwa namna ambavyo pia mlikuwa mkimshukuru Mungu kwa vigoma hivi ambavyo mmepiga. Kikubwa ambacho naweza kukisisitiza ni kuzingatia tahadhari za hali ya hewa, lakini nyote ni wazoefu na ziwa hili, najua ni kipindi gani ziwa linakuwa sio rafiki kuingilika. Kwa hiyo mnapofika vipindi hivyo mchukue tahadhari za juu zaidi ili kuepusha madhara yanayoweza kupatikana. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa Malawi, tangu taarifa hii imetolewa na wenyewe wamefanya jitihada kwa kutumia helikopta kuzunguka kuwatafuta, lakini kwa wale wenye maboti nao wamefanya kazi hiyo, ingawa hawakufanikiwa kuwapata, lakini jitihada wamezionyesha. Kwa hiyo kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu, niwashukuru pia wananchi wa Malawi kwa jitihada hizo. Endelee kuwaomba kila mwenye chombo kuchukua tahadhari, lakini kila mwananchi anapoingia kwenye chombo hicho ni vema akajua anaingia kwenye eneo ambalo lina adha kubwa. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu. Tunaendelea kuangalia afya za wagonjwa hawa ambao wamefikishwa, lakini nitoe taarifa kwamba wote wako hai na salama na hakuna ambaye hali yake inaonyesha hofu. Kwa maana hiyo, upo uwezekano mkubwa baada ya huduma hii wanaoipata wakarejea kwenye hali zao vizuri na maisha yao yakaendelea kwa usalama. Lakini kwa vile wamekaa muda mrefu ndani ya maji, tutahitaji pia kubaki nao kuwaangalia kwa kipindi kisichopungua masaa 24 ili kuona hali yao inaendelea vipi. My name is Onno Koopmans and I'm the Deputy Ambassador of the Dutch Embassy, the Embassy of Holland in Dar es Salaam. And I really would like to extremely thank the authorities of Tanzania for the great effort and the great success in rescuing the people from the Netherlands and the people from Malawi, and two from Malawi and one from Tanzania. When we contacted the authorities, they immediately took action, and in close collaboration among themselves, but also with the authorities on the other side of the lake, with Malawi, they started a big effort to have a rescue mission
boats went out, and also from this side boats went out. And it was a great success because all 7 people are here inside and still alive after being 27 hours in the water. So I really would like to thank certainly the authorities, but especially the rescue team that went into the water in difficult circumstances and were able to find the people. So thank you very much. Jana mida sana tuliweza kwenda Malawi, tukiwa kwenye boti watu 7. Tunatoka sana mida kama ya saa 6:30 mchana. Ile boti ilijaa maji. Sababu hadi hayo ilikuwa sio nzuri sana. Kwa pambana pale Mungu akatusaidia tukaijuza ile boti tukaenda boti. Toka saa 6 mchana jua limezama mida kama saa 10 saa 10 wale watu tunakuja hapa saa ngapi? Hapa sasa ile boti ile situ kwa tumbo lipasuka au ile fiber huwa inasema inaona kama vile tuseme ina H. Ni hapa tumekuja mle kwa ajili ya kuongea maji na mmoja ili kwa ajili ya balance ile. Tunaga maji kwa baadaye unatoa ndani. Sasa jana mtu aliyokuwepo kule kwenye engine kule mfano kwenye zile mashine zilizoka kwa pale kwenye ile funiko hivi alikuwa hajaangalia kuja kushtuka hajaisha tulikuwa tunataka tuize kuongea mambo basi